kabisa mtu ambaye ametoka labda ligi ya Saudi na mtu ambaye ametoka ligi ya Zambia, inawezekana kuna namna kuadapt mazingira mapya ya kucheza ligi soka la Tanzania kukawa kuna utofauti. Kuna uwezekano mkubwa huyo ametoka Zambia kutokana na ukaribu na vitu vingine kama hivyo akaadapt kwa haraka. Kwa ambacho nilikuwa na wasiwasi kwa Albert, ataadapt vipi kwa haraka, na sofa amefanikiwa tangu ameanza. Hii ni mechi ya 4 ya kimashindano Ngao Jamii na 3 za ligi, na ukimwangalia huoni kama ni mgeni kwenye soka la Tanzania. Lakini cha pili ni ubora ambao uko nao. Nipa nafasi ya kumshuhudia Msombita alikuwa MVP wa ligi ya Zambia, namna ambavyo walikuwa anaweza contribute nafasi timu yake na magoli kwa kutengeneza nafasi mwenyewe, kwa kufunga mwenyewe. Ilikuwa ni exception. Nilikuwa nikimuona na nikimleta Tanzania, alikuwa sioni kwamba labda kuna level kubwa sana ya ligi ambayo sisi tupo, kiasi kwamba kile ambacho alikuwa anakionyesha kule ashinde kufanya huko. Kwa huyu kwangu mimi nilikuwa namuona. Mashabiki ilikuwa ni ngumu kumuona Albert sikatoka Zambia. Lakini hao wengine labda kwa mfano mtu kama Shaulini ni superstar Africa. Yaani kila mtu anamfahamu bila kujali amekuja Yanga kwenye wakati gani, lakini tayari story watu wapo nazo. Kwa kile ambacho alikuwa anakifanya wakati huo ipo kwenye ubora wake akiwa Mohamed, ndio kile ambacho watu walikuwa nakiimagine anakuja ukifanya akiwa anakuja hapa. Na hii ni kawaida tu kwenye mpira. Unaona usajili wa Mohamed Salah kwenda Uturuki. Trabzonspor. Ni usajili mkubwa sana. Unveil kwenye uwanja. Inawezekana wangemsajili labda mtu kama labda fanya mchezaji gani? Labda wangemsajili kama nani? Timu gani? Yanga au Trabzonspor. Una wangemchukua kama Salame pokelewa na mashabiki. Alafu tushukuru labda amemsajili mtu kama Bukayo Saka labda. Bukayo wa Arsenal. Au mchezaji yoyote ambaye Delapo. Hapana. Au kwa nimeenda mbali sana kwa Delapo. Achana Delapo. Kwa mfano Bongo amemsajili Joao Pedro. Timu moja hiyo, Joao Pedro na Mo Salah. Utambulisho na mapokeo mashabiki ya Mo Salah yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko Joao Pedro. Ukiangalia current Joao Pedro yupo kwenye kizuri. Hata kwa namba za msimu uliopita Joao Pedro yupo kwenye form nzuri, lakini Mo Salah msimu uliopita alivyomaliza hakuwa kwenye hiyo kiwango kizuri. Kwa hiyo hata mapokeo hayatakuwa sasa ukubwa ambao Salah ameutengeneza ndio mambo mfano mapokeo makubwa. Kwa hata kwa Shaurire ukubwa wake ambao ameutengeneza umefanya mapokezi yake yawe makubwa. Watu wanaamini tu ipo siku atafanya kitu. Lakini Albert alikuwa hana ukubwa huu Afrika. Kwa labda uwe mtu ambaye unafuatilia sana ndio uje sasa uelezea kama kwa mimi nipata nafasi ya kuweza kumuona. Kwa ndio macho kinatokea hivi sasa. Yaani kwangu mimi sio surprise kuona Albert anafunga mechi baada ya mechi. Ana ipa float ya timu nzuri, anaipa float nzuri ya timu kwa sababu nishaona na hizo quality tofauti na ambavyo labda watu wengi hawakuweza kumfuatilia. Dakika ya kipindi cha pili, Peter Shalulile amefunga bao moja zuri sana kuiandikia Young Africans chuma ya 4 mbele ya JKT Tanzania. Na ukiangalia jinsi pasi ya goli imetoka kwa Albert Kangwanda. Na ukiangalia jinsi Peter alivyoshangilia ili bao kwa nguvu, yani ni bao la 4, lakini jinsi alivyoshangilia linakuonyesha jinsi ambavyo alikuwa anaisaka hiyo nafasi. Of course ni upo sahihi kwa sababu ukiangalia katika mechi zote yeye ameanza kama mshambuliaji tegemezi ama mshambuliaji namba 1 wa Dar es Salaam Africans, na nadhani kwa washambuliaji wote waliopo Yanga ndio mshambuliaji ambaye amecheza dakika nyingi sana mpaka hivi sasa. Lakini unaangalia magoli yote ambayo yanafungwa yeye hayupo kwenye orodha ya wafungaji. Kwa hiyo ni of course alikuwa anaisaidia timu kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu uwepo wake tu uwanjani ulikuwa unatosha kabisa kuwa taski kwa timu pinzani, kwamba unakuta mabeki wengi wanakwenda kumaki yeye na wachezaji wengine wanapata nafasi ya kuweza ku-overlap na kwenda kufunga magoli. Kwa hiyo yeye kukosekana kwenye ile sheet ya wafungaji ilikuwa ni kama inamtrigger mwenyewe. Kwa hiyo kupata kwake goli katika hii inaweza kurudisha zaidi confidence kwake, lakini pia unaonekana mchango wake moja kwa moja uwanjani, kwamba anapofunga ama asipofunga tayari yeye anakuwa na mchango moja kwa moja katika kikosi cha Dar es Salaam Africans. Young Africans dakika 65 wakiendelea kumpelekea moto kweli kweli JKT Tanzania, na hili ni bao la 11 tangu ligi kuu ya soka Tanzania bara ianze msimu huu kwa Young Africans. Lakini nikiangalia katika score sheet Albert Kangwanda ana magoli 2. Hakufunga mchezo dhidi ya Namungo. Alifunga mechi dhidi ya Costi, akafunga na mchezo wa leo chuma 1. Peter alifunga mechi dhidi ya Namungo, alifunga
bao la kwanza. Bao tatu jioni. Alifunga bao la jioni na anafunga kwenye mchezo wa leo. Mabao alosalia yote ya Young Africans yamefungwa na viungo, yamefungwa na walinzi. Shedrack Boka amefunga, Mohamed Hussein amefunga. Hii ina maana gani kwa kocha Mankoba kwenye msimu huu Nsajigwa? Wakati mwingine ni faida kama ukiweza kutawanya magoli. Kwa sababu ukitengeneza timu ilai kwa mtu mmoja, kuna wakati inakuwa ni rahisi hata kwa yule mpinzani ambaye anakuja kukabiliana wewe. Kwamba tunajua uimara wa klabu fulani ni fulani. Huyu fulani asipofunga basi shughuli imeisha. Lakini kama unaweza kutawanya magoli kwa namna hii, obvious unaweza kufunga sana, kwa sababu karibu kila mtu nafasi kimeungia nayo anao uwezo wa kuweza kufunga. Ni kitu ambacho hata makocha pia wanakifurahia. Na ukifuatilia sana kwenye ligi ya Tanzania, inawezekana hata ligi nyingine zote, ukiona timu inafunga sana magoli, utakuta magoli yameweza kuyatawanya. Kuna msimu sita shapiga kama goli 100 kama sauti sana kitu hivi. Ni msimu ambao alikuwa anacheza na Force na Guardiola. Ni msimu mmoja nyuma kabla ya Haaland. Kipa kaumia. Alikuwa amefunga magoli 98 97 umo. Ukiangalia ameyatawanya KDB, Foden na nani. Yaani wengi, Bernardo, Riyad Mahrez pia yupo. Katanya. Kwa hiyo ulikuwa ukienda ukabiliana na City, sio issue kwamba labda utamface labda hata Jesus alikuwepo. Ndio alikuwa anapiga manyinga kama first 9. Yeyote ule anaweza akafunga. Yanga pia msimu ambao wamefunga magoli mengi sana, ambao ilikuwa ni record kwenye ligi. Magoli 80. Utanikumbusha hapa msimu juzi ambao walimaliza mechi ya mwisho ndio wameweza kutoa ubingwa pale. Ule msimu pia magoli yale yatanywa, kwa sababu topscorer wa timu kutoka kwenye timu yao kama nakumbuka. Na topscorer alikuwa ni Charles. Lakini hapo utamkuta Dube na 13, utamkuta Clement na 13, Shu Maxi Pacome alikuwa na 11. Yaani magoli yametanya kwa watu wengi. Mudathiri Yaya pia umo. Ukirudi nyuma pia wakati Simba wapo kwenye utawala, msimu ambao pia walifunga magoli mengi kama magoli 78 kwenye ligi, pia waliyatanya hivyo hivyo. Yes, kulikuwa na magoli 20 ya Medi, lakini kulikuwa na magoli ya Boko, kulikuwa na magoli ya Ruiz Mixon, kulikuwa na magoli ya Chama. Kwa hii ni faida kwa timu. Yaani unaenda kwenye mechi, hata yule ambaye anakufanyia wewe assessment na izuia vipi timu wakati wa kushambulia, anakuwa anapata tabu, kwa sababu yoyote ambaye nafasi kimeangukia anaweza kufunga. Msimu uliopita moja ya kitu ambacho kilifanya Yanga wa struggle kufunga magoli ni kwa sababu nafasi zilikuwa zinamwingia mtu mmoja sana ambaye ni Prince Dube, na alikuwa na miss sana. Msimu uliopita huo pia inawezekana unajua Simba na Yanga ungetai kwenye alama, bado Yanga angeweza kuwa bingwa kwa sababu ya goal difference. Na Yanga Simba alikuwa kuanzia Januari mpaka ligi inamalizika, ukitafuta wastani wa timu ambazo zimetengeneza nafasi nyingi, Simba alikuwa anaongoza. Lakini kwa nini walikuwa wanashindwa? Ni kwa sababu nafasi mara nyingi zilikuwa zinamwingia mshambuliaji ambaye unakuta hasitumii. Kuna muda alikuwa anapiga mpanzo kama first 9, lakini alikuwa na miss nafasi. Mpaka kuna muda akasema bwana ni mchoyo. Kuna wakati yupo kwenye nafasi ambayo anahisi hawezi kufunga, lakini analazimisha afunge. Kwa hiyo ukitengeneza mazingira kwamba kila nafasi unaitengeneza imeungia mtu fulani, kuna muda unajilimit wewe mwenyewe kwenye ubora, na inakuwa ni rahisi hata mtu kuweza kufanyia assessment na kuja na majibu uweze kuzuia. Lakini kwenye hali kama hii inakupa tabu udiri na nani, kwa sababu kwa muda michezo miwili imepita, si ndio, tangu kufunga. Shauri ndio kuweza kufunga. Kafunga Madison, kafunga Boka, kafunga beki wa kati, kafunga kiungo mzoeaji, kafunga kiungo mshambuliaji. Yaani magoli yameweza kuyatanya. Kwa hiyo uimara ambao Yanga wanapata ni faida, na pia ni tabu kwa yule mtu ambaye anakuwa na kwa wapinzani. Of course. Dakika 69 mchezo, bado Young Africans wanatawala mchezo. Kocha, wewe ni kocha Alberto. Ndo kocha wa JKT Tanzania wakati huo. Huko nyuma magoli 4-0. Young Africans wanamuingiza uwanjani Abubakar Salum Shoaboy, wanamuingiza Chuga Boy, wamemuingiza pia Mohamed Hussein. Upo kwenye touchline pale. Ungechukua maamuzi gani? Ungeendelea kushambulia kupata chochote kitu, au ungejaribu kupunguza mabao kwenye mchezo wako? Hapo sasa inategemea na quality nilionao bench, lakini quality ndio hiyo ambayo uko nayo unayojua. Hizi kishafika goli 4 hapo tayari hata kisaikolojia, na hata ukiangalia gap la quality ambayo unakuwa nalo. Lakini kwenye goli 4 Ufaransa walifungwa na timu ya taifa England kwenye mshindo wa 3. Sasa goli kombe la dunia, unakumbuka mchezo wao, na bado walirudi kwenye mchezo ule. Sasa unajua quality ya Ufaransa na Mbappe ambaye kwenye mechi tu ile ya Argentina finali 2022 alifunga magoli mawili ndani ya kama ya space ya sekunde 90. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni quality nyingine ambaye muda wote anaweza kaamua matokeo. Lakini kwa bahati mbaya JKT hawana hiyo luxury ya kuwa na huyo wachezaji wa namna hiyo ambao labda unaweza kusema wakarudi kwa dakika hizi hapa.
Kwa hiyo kitu cha msingi zaidi inakuwa ni kutengeneza muundo tu mzuri wa kiulinzi. Tena mingi inawezekana mingi ongeza hata mabeki. Ongeza beki hata mmoja at least tucheze na mabeki watano tuone namna gani ambavyo tunaweza tuka contain mechi angalau ishe. Tunaweza kujipanga na mechi kwa sababu kwa namna moja nyingine uone JKT anarudije hapo kwamba anaweza kufunga golini. Itakuwa ni maajabu ambayo mimi sijawahi kuona Tanzania. Timu ya daraja la kati imefunga goli 4 Afrika rudi. Yani wakati Alberto anawaza kuingiza mabeki, Mwalimu Ahmed Ali amemuingiza Valentino Mashaka. Kusangoma. Yes. Kusengama. Ndio ameingia uwanjani kuibeba JKT Tanzania. Yani anaingia kutafuta goli. Na ukiangalia jinsi Young Africans inavyocheza Alberto, wanakimbia sana uwanjani. Wanakimbia na ambacho ni kurudisha nyuma kidogo alichokuwa anakiongea Nsajigwa hapa kuhusu kocha Mangoba. Kwa hiyo ambacho naweza nikasema ni kwamba inawezekana amepata perfect match ya timu ambayo alikuwa anahitaji, ambayo inaendana na falsafa yake. Kwa sababu ukiangalia msimu uliopita kwenye PSL ligi kuu ya Afrika Kusini, ukiangalia timu yake ya Golden Arrows walikuwa na uwiano mbaya wa kufunga na kufungwa. Walifunga almost goli 36 afu wakafungwa 35. Lakini kwa hizo goli 36, goli 16 zilifungwa na mtu mmoja ambaye alikuwa mshambuliaji wao anaitwa Dion. Kwa hiyo kwa hiyo unaona kulikuwa kuna utegemezi. Hata ukiangalia zile mechi wakiwa wanacheza, yule forward alikuwa anajitegemea mwenyewe. Yaani hakuwa anatengenezwa mazingira kama ambavyo labda ma forward wa Young Africans wanatengenezwa mazingira ya kufunga hivi. Alikuwa ni one man army. Yaani yeye anatupia mpira mrefu, atabato na beki yeye mwenyewe, atajifurukuta yeye mwenyewe mpaka anaenda kufunga. Lakini sasa hivi Young Africans unaona wanavyocheza, unaona kwanza wanacheza as a unit. Yaani huwezi kujua una mark nani. Huyu anaweza kufanya mkimbio, anaweza kufanya mkimbio. Karibia timu nzima yote inakimbia. Lakini pia ni reflection ambacho tulikuwa tunakiona, inawezekana tukukiona kwa details, lakini hata ulikuwa ukiangalia pre-season yao unaona mara nyingi walikuwa na deal zaidi na zile physical training ambazo unaona zilikuwa ni intensive sana. Unaona watu walikuwa wanabeba vyuma uwanjani. Yaani walikuwa wanafanya yale mazoezi ambayo unaona ni intensive, ambayo moja kwa moja alikuwa yanakupa reflection ya kwamba wanaenda kucheza ile heavy metal football ambayo ndani ya dakika 90 zote lazima uwe unakimbia. Na hata yeye mwenyewe kwenye press conference zake amekuwa akisema hicho kitu kwamba mimi wachezaji wangu lazima wakimbie. Na hata mchezaji yote atakaye kuja hata awe na ukubwa kiasi gani lazima apambanie namba. Ambapo kupambania namba moja hapo lazima akimbie sana uwanjani. Kwa hiyo naona ni namna ambavyo kocha ameamua set timu yake kwamba sisi mwanzo mwisho ni kukimbia, kwa sababu kwenye mpira huwa tunaamini vitu viwili ambavyo hivi vitu viwili ndio vinatengeneza, ni msingi wa kutengeneza namna ambavyo unataka timu yako iwe. Cha kwanza, timu inayokimbia sana uwanjani, yaani ambayo ina cover kilomita nyingi, kumaanisha timu iko fiti, ina possibility kubwa sana ya kushinda mechi zake nyingi. Lakini pia timu ambayo inashinda zile duels zake nyingi, yani kwamba mipambano ile saa moja kwa moja, kwa sababu kuna muda inatokea uwanjani, sio muda wote utakuwa na mpira. Kuna muda sasa mpira uko hewani ni nusu kwa nusu. Sasa nani anashinda ile mipira mingi? Mipira ya kwanza na mipira ya pili. Timu ambayo inakuwa ina uwezo mkubwa sana wa kushinda ile mipira ya kwanza na pia ikaweza kushinda mipira ya pili, inakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuweza kushinda mechi. Ndio unakiona kwa Young Africans. Kwa hiyo mwanzo mwisho unaona wao muda wote yani kama ni gear ni gear namba 5. Muda wote yani wako speed. Lakini pia faida walionao ni kwamba wana upana wa kikosi cha wachezaji ambao akitoka na anayeingia unaona bado momentum inaenda kuwa ile ile. Yani ni nadra sana kukuta anayeingia labda anaenda kupooza. Karibia wote wanaoingia unaona wanaongeza momentum ile ile. Kwa hiyo maybe kikwazo pekee labda ni aepushwe tu na majeruhi, kwa sababu unapopata majeruhi labda ndio kidogo inaweza ikapoteza momentum ya timu. Lakini kwa namna ambavyo Young Africans ipo hivi, timu yote ambayo inaenda kucheza nayo lazima ijipange sana, kwa sababu hawa jamaa hawana namna moja ya kukufunga. Wana namna nyingi sana za kukufunga. Kama watakufunga kwenye open play, watakufunga kwenye set pieces. Si ndio? Kama utasema unalinda nafasi hii, wao watakushambulia kwa nafasi nyingine. Na wana hao wachezaji ambao wako versatile kucheza kwenye hizo roles mbalimbali. Kwa hiyo ukiangalia hata wakifanya build up wao, uwezi kuona viungo mara nyingi wako katikati, wanakuja mpaka pembeni. Unamwona mtu kama Yao Kwasi, yeye ni fullback.
lakini angalia namna ambavyo anaipandisha timu kufika juu. Mwangalie mtu kama Shadrack Boka mikimbio ambayo anaifanya. Angalia maforward wao namna ambavyo wanatunza mpira, namna ambavyo wanaweza kawachukua wachezaji wa timu pinzani wawili watatu wakajitengenezea nafasi. Kwa hiyo timu yote ambayo inacheza na Young Africans yani lazima ijipange haswa. Lakini kama timu zetu zitakuwa zinakuja na maandalizi yake ambayo tumekuwa tukiona, tunamshukuru Mungu kwamba na nini maandalizi ya kumshukuru Mungu yani hizi scoreline hizi tutaziona nyingi sana. Tunacheza na Young Africans alafu kocha anasema tunamshukuru Mungu tumefika salama Dar es Salaam. Hiyo hapa tumekuja salama Dar es Salaam. Baada ya kumshukuru Mungu kikosi chetu kiko vizuri. Kipo salama, kikosi. Tunawaheshimu Young Africans, ni timu kubwa lakini sisi tumejipanga. Hayo maandalizi hayo itakuwa ni ngumu. Nipitia kile ambacho umetuandikia wewe ambao unatusikiliza wakati huu moja kwa moja. Wanangu wa Manchester United, sisi ni wabovu, tukubali, hatuwezi kubeba kombe, labda tuliibe. Edson Mesha kutokea Bukoba, Tanzania bara ametuandikia hivyo. Anaitwa Mr. Paul Peter Mwacha wa Mijengweni Moshi. Kwa Yanga hii Chichemi na Ntu wacha wajionee wenyewe. Ametuandikia hivi. Shukrani sana. Lakini pia Ramadhani nimekuona hapa. Shanka wa Gumanga Singida, Simba hata tupewe kadi nyekundu, Simba ni bingwa, anaibisha atunze risiti hiyo. Sajigwa umeambiwa tunze risiti huko kwamba Simba bwana ni bingwa msimu huu. Ipiana Mwakilili kutokea Ubungo Riverside Kibango Gusa, tupogo tena. Big rais wa Ubungo Exclusive Family International Yanga Noma ametuandikia hivyo. Shukrani sana. Pia nimekuona Nsajigwa, nataka mnichambulie kwa usahihi kati ya hawa mastreka warefu kuliko goli Pa Omar Jobe, Dumbia, Osemen na wakuchaji, yupi angalau anaweza kuivusha Simba ambaye huyu ni Chris Mtaka, yeye ndio ametuandikia. Jobe na nani? Na Dumbia. Jobe ni mchezaji. Shabiki wana. Jobe anacheza wapi sasa? Si ndio hivyo anasema angalau yupi ambaye unamuona kwa mnyama Simba labda? Angalau. Amna. Wote najua sio wachezaji wa daraja la Simba. Wote sio wachezaji wa daraja la Simba. Mimi kuna siku nili daraja la Simba ambalo yupo. Wale hawatoshi. Kuna siku niliwahi kuandika nikasema kati ya mambo ambayo Jobe na pamoja na huyu Dumbia inabidi wamshukuru sana Mungu kuvaa jezi nyekundu ya mnyama Simba. Nawashukuru sana. Ni miongoni mwa jezi nzito. Unajua kuna vijana hapa Tanzania ambao wana uwezo mkubwa wa mpira na wana matumaini makubwa kuvaa jezi labda Simba na Young Africans, lakini wameikosa. Jobe kavaa. Jobe kavaa, Dumbia kavaa. Dumbia anaendelea kuvaa. Na Jobe na Dumbia anaendelea kuvaa na mwalimu anaendelea kumpa nafasi. Pengine tufahamu mazoezini kinachoendelea kwa sababu kama mwalimu anaendelea kumng'ang'ania, pengine mazoezini Dumbia anawatesa sana kina Rushen na mwenzake. Yaani ipo hivi. Sio mchezaji mbaya lakini sio wa daraja la Simba. Sizungumzii mimi ambacho nimekiona hapa. Nimepata nafasi ya kumshuhudia tangu akiwa Mali. Askorofina ya Mali. Vipi kuhusiana na msimu uliopita na alikuwa mfungaji bora. Vipi kuhusiana na Zakwani? Pia naona na mashabiki wengi wamekuwa wakimtupia maneno kwamba Zakwani kuja Young Africans ni kama Ekua jinsi alivyokuwa tu. Zakwani ana vitu vya kuboresha. Zakwani ana vitu vya kuboresha. Sasa ameonekana ni mchezaji ambaye yuko talented. Ana hizo skills, anaweza akabiti madefender, lakini kuna baadhi ya vitu vichache tu ambavyo wewe vinapungua kwenye ezao la mwisho. Sio bawa sana kwa sababu tukiangalia na sisi zake kama karibia 2 hapa. Msimu hizi mechi 3 za ligi. Ndio. Sio bawa sana lakini ana vitu vichache vya kuweza kuboresha. Namna ambavyo Ekua alianza msimu na Zakwani tofauti. Ndani Ekua alianza msimu vibaya sana. Kidogo yeye kulikuwa na shida. Lakini Zakwani kwa alivyoanza sio kitu kibaya. Yeye unaona talent ipo lakini ana vichache vya kuweza kuboresha. Na inawezekana pia kuna hiyo end product. Inawezekana pia ni issue ya chemistry kwa sababu ukiangalia idara ya ushambuliaji ya Yanga inakaribia watu wote wapya. Wao Kangwanda pamoja na mshambuliaji ya kati. Kwa sometimes uwe inahitaji muda kuweza kuzoeana, kujuana. Kwa hii pasi na upiga fulani atakuwa amefanya movement. Uzito au pasi na upiga fulani atakuwa amefanya ipo kwenye eneo. Achana yale mabomba ambayo anapiga Boka yale yanahitaji chemistry. Bakora zile bakora zinahitaji chemistry. Lakini kuna vitu Kangwanda huwa anavifanya. Yaani unakuta amepiga cross, hajapiga shoot, ni cross kabisa elekezi, lakini ukuta bado mshambuliaji ka delay au amefika lakini sio kwa wakati. Kuna vitu kama hivyo ambavyo kuna muda wao vinahitaji muda. Lakini kwenye issue ya kuwa na ubora huwa nao. Namuona pia Salum Abubakar Shobo yuko uwanjani na huu ni mchezo wa kwanza kwa Sugar Boy
na naona mashabiki wa Young Africans wanavyompigia makofi na kumpongeza